Mathayo sura ya 4. Kujaribiwa kwa Yesu Kristo. Yesu amshinda shetani kupitia neno na amri za Mungu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 25. Kisha Yesu aliongozwa na Roho wa Mungu kwenda nyikani kujaribiwa na shetani, na wakati alipokuwa amefunga siku 40 mchana na usiku, baadaye akahisi njaa. Na wakati yule mjaribu alipokuja kwake, alisema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Lakini Yesu akamjibu na kusema, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Kisha shetani akamchukua Yesu ndani ya mji mtakatifu na kumpandisha juu, akamtuliza kwenye mnara mrefu wa hekalu na kusema kwake, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa maana imeandikwa, atawapa malaika wake amri juu yako, na mikononi mwao watakubeba, isije wakati wowote ukajikwaa mguu wako dhidi ya jiwe. Yesu akamwambia shetani, imeandikwa tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tena shetani akamchukua Yesu kwenye mlima mrefu zaidi na kumwonyesha falme zote za ulimwengu na utukufu wao, na kumwambia Yesu, mambo haya yote nitakupa ikiwa utaanguka chini na kuniabudu. Kisha Yesu akamwambia shetani, ondoka mbele yangu shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na yeye tu utamtumikia. Kisha shetani akamwacha, na tazama, malaika wakaja na kumhudumia yeye. Yesu aanza kuhubiri injili ya toba kwa ajili ya wokovu. Mstari wa 12. Sasa wakati Yesu alipokuwa amesikia kwamba Yohana ametupwa gerezani, akaondoka kwenda Galilaya, na akaondoka Nazareti akaya na kukaa huko Kapernaumu, ambayo iko kwenye pwani ya bahari katika mipaka ya Zabuloni na Naftali, ili iweze kutimizwa yale yaliyonenwa na Isaia nabii akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, kwa njia ya bahari zaidi ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu waliokaa gizani waliona nuru kuu, na kwa hao waliokaa katika mkoa na kivuli cha mauti, nuru imewazukia. Kuanzia wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu awaita wanafunzi wake. Mstari wa 18. Na Yesu akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliwaona ndugu wawili, Simeoni aitwaye Petro na Andrea kaka yake, akitupa nyavu baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Naye akawaambia hao, nifuateni mimi, nami nitawafanya wavuvi wa watu. Nao mara moja wakaziacha nyavu zao na wakamfuata Yesu. Alipokuwa akiendelea mbele, kutoka hapo aliwaona ndugu wengine wawili, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye, wakiwa ndani ya mashua pamoja na baba yao Zebedayo, wakizitengeneza nyavu zao, na akawaita. Nao wakaondoka mara moja, wakaiwacha ile mashua pamoja na baba yao, wakamfuata Yesu. Na Yesu alienda akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri injili ya ufalme, na kuponya kila aina ya magonjwa na kila aina ya maradhi miongoni mwa watu. Na umaarufu wake ukaenea katika Shamu yote, na wakamletea wagonjwa wote ambao walikuwa wametekwa na maradhi mbalimbali na mateso
na wale ambao walikuwa wamepagawa pepo, na wale ambao walikuwa na kifafa, na wale ambao walikuwa na ugonjwa wa kupooza, na akawaponya. Na hapo umati mkubwa ukamfuata, watu kutoka Galilaya na kutoka Dekapoli na kutoka Yerusalemu na kutoka Uyahudi na kupita mipaka ya Yordani.